Hivi mtazamaji, wacha niulize hivi ya kwamba kama we mwenyewe huwezi ukaogopa huyo Mungu, kama we mwenyewe huwezi ukaogopa yani wale watumishi wa Mungu, wale watu ambao wanamwabudu Mungu, basi ni haja gani ujifanye kwamba we ni muumini, ama ni haja gani ujifanye kwamba wewe unaomba Mungu? Ni Mungu mgani unaomba mtazamaji? Hilo ndo swali ambalo ningependa tujiulize kwenye video hii. Ya kwamba wewe mwenyewe unajifanya kwamba unaabudu Mungu, wewe mwenyewe unajifanya kwamba unaomba, ila hali unaweza ukaamuru watu wakauawe, unaweza ukatoa oda ya kwamba watu wakauawe, unaweza ukatoa oda ya kwamba watu waibiwe, unaweza ukatoa oda ya kwamba watu watekwe nyara. Alafu wewe mwenyewe unajifanya kwamba wewe unaabudu Mungu, wewe unaomba Mungu sana. Ukiomba Mungu mwenyewe anakusikia na anaweza kashuka. Ni Mungu gani ambaye unaomba mtazamaji? Hilo ndo jambo ambalo ningependa kulizungumzia kwenye video hii mtazamaji. Lakini kabla ya hapo, ningeomba kwamba iwapo tunakutana kwa mara ya kwanza, usikose kubonyeza alama ya subscription ili wakati wote kuna ujumbe ambao nimeweka inakuwa rahisi sana kwako kuupata. Vile vile ni vyema uniambie unatazama video hii ukiwa wapi. Kiwa uko Kenya, uko sehemu gani ama upande gani ya Kenya? Ni wapo uko sehemu za nje ya nchi, pia ni vyema uniambie uko nchi gani, kisha mambo itakuwa sawa. Tukirudi kwenye mjadala mtazamaji, nimeanza na hilo swali kwa sababu gani? Kuna huu father ambaye anaitwa Father Ndegwa wa kanisa la Katoliki kule Gilgil, aitwa Kikopey. Father Ndegwa amepatikana kama ameuawa, na hili kisa linafanyika tu baada ya Father Ndegwa kumkaribisha Rigathi Gachagua kanisani mwake na kuanza kuzungumza kuhusu swala la wizi wa mali ya umma ama wizi wa hela, na vile vile kukopa hela kule sehemu za nje ya nchi, third world country, bila kutuambia ya kwamba hiyo hela ambayo umekopa unaenda kulifanyia nini. Mtazamaji, ningependa tumsikize father jinsi ambavyo alikuwa anazungumza. Alizungumza kwa Kikuyu. So kwa wale wa Kikuyu ambayo wanatazama, I think ni vyema because according to me, nimesikia kidogo na kivyangu hivyo ndo nimesummarize kwamba alizungumzia kuhusu looting, akazungumzia kuhusu borrowing money from abroad, and then we are not being told what the money is going to do. So kwa wale ambao wako hapa, naomba msikize, alafu mnaweza mkaeleza wengine pia kwa undani sana. Hiyo nimeeleza tukijujuu kwa undani, father mwenyewe alikuwa anaeleza nini, na kwa sababu hili ndio jambo ambalo limefanya father mwenyewe akauawa. Sikiza mtazamaji. Oi moyeku eirima kefake kuna gumojega eirima baba mutheru itu Francis uratongoragia billion eirima kiria gitigaraga ni wira uria mwega warutire ni mioyo iria wahutirie. Koguo ri Ngai akimurathime mugicaria utongoria ucio Ngai agikamuhe, mumenyerere mutikahane ta Judas, muingirwo ni ngoma, mwanjie gwika o maundu maria muraugiriria muthenya wa mo, na mugigakinya ho mutikanage na table manners ya gukira riria maundu manyu marathie wega, no mugie na kugia na bata wa Wanjiku, tondu rucio ni tugakorwo tutariho na kiria gikaririkanwo ni wira uria twarutire, tondu wira ucio ni ugatuma thutha. Ko tukumuhoera Ngai tatongoria. Ihinda ri ni ihinda ryanyu ria gutengera ta Elijah, murire irima-ini, muingire ngurunga, tondu Ngai cia mbari ni iramucaria. Ukirai murie na munyue, tondu rugendo no ruraihu. Tumukumia Yesu Kristo. Sasa that is a father. Alafu baada ya kisa hicho father mwenyewe anauawa. Na tukumbuke Father Ndegwa alikataa hela ambayo alikuwa anataka kupewa na William Samoei Ruto. Tusisahau hiyo. Kuna wakati ambapo alikataa kuchukua fedha ambayo alikuwa anataka kupewa na William Samoei Ruto. Wakati ambapo tumeanza video hii, nimeuliza swali ya kwamba haja gani ujifanye ya kwamba unaabudu, unaomba Mungu, kienda mikutano wewe ndio wa kwanza kuomba, mkiwa na cabinet meeting wewe ndio unaombea wenzako, ila hali hutaki kuona watu wengine, hutaki kuona mambo mengine yakifanyika. Wewe ndio unachangia mambo mengine kufanyika. William Samoei Ruto leo ameenda kule Mkuru
wakati ambapo nimefika Mkuru kwa Njenga, sijui giving out the affordable housing. Na hivi mtazamaji ujua wa Kenya, haya mambo ambayo yanafanyika kwetu sisi wenyewe tunataka yafanyike. Sijui kama ushagundua kwamba yale mambo ambayo yanafanyika kwetu, tukio, kila jambo ambalo linafanyika maishani mwetu ni sisi wenyewe tunayachangia. Wewe niambie ni familia gani, you know, this thing should make sense to us. I really don't understand why some of these things, kwa nini haya mambo mengine ambayo yanafanyika sisi wenyewe we are not open minded to see. Tell me, how can a family of 5 live in a bedsitter? I want to ask you that question. How can a family of 5 people, father, mother and children, live in a bedsitter? A bedsitter. Najua mtaanza kusema mara wengine uishi kwa single. I just want us to reason. How can a family of 5 live in a bedsitter? We all know a bedsitter. Kwa wale watu ambao wanajua bedsitter, you know how bedsitter, mnajua jinsi ambavyo bedsitter utoshana, sio? Alafu sasa niambie, a family of 5 wataishi kwa bedsitter aje? Ruto anadanganya hapa ya kwamba mara sijui nini, alafu nasikia Ruto anaomba. Sasa nitawaombea na niombee makao yenu mapya. Mko tayari tuombe? Kila mtu wako na kofia, weka chini kofia, tuombe Mwenyezi Mungu jameni. Tuombe. Our Heavenly Father, we come before you this morning in this ceremony of handover of keys to homes for these great citizens of our republic. Heavenly Father, we want to thank you for giving us the wherewithal, the knowledge to be able to plan this affordable housing program for the benefit of hundreds of thousands of the citizens of our great nation. Today, Heavenly Father, we are handing over keys to these new homes, to these loved ones, to these dear ones, the people from Mukuru, kwa Njenga, kwa Ruben, all Riara, Marigoine, Fuatanyayo, and all the places they've come from. Heavenly Father, we know they have waited for these homes for many years. We have seen them, many commitments, many promises have been made, but we want to thank you, Heavenly Father, because of you, today, these Kenyans have a place to call home. You have lifted these citizens of our nation from the dust, from the dunghill of slums, that no water, no sanitation, that they didn't have social services. You've lifted them. Today they own homes in this estate. We want to thank you, Heavenly Father, for each and every one of them, their families and their children. We pray, Heavenly Father, that as they move into these new homes, that you shall be present in each and every home, that you shall help them. Baba, wasaidie kila mmoja wao, wape makao mazuri hapa, wapatie amani, wapatie afya. Umewatoa mahali pa chini, umewatoa mahali penye hakuna usafi na hakuna maji na hakuna vyoo. Leo umewaleta katika makao haya. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, ni uwezo wako ambao umewafikisha hapa. Tunawaombea hawa wapendwa pamoja na familia zao, muwabariki, wabariki familia zao, wabariki kazi ya mikono yao, bariki watoto wao, wafaulu katika maisha yao, waishi maisha ya heshima kama Wakenya wengine. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwa hata zile manyumba zingine ambazo zinaendelea kujengwa ili zikamilike. Wengine kutoka maslums wahamie hapa, Wakenya wengine wa kutoka sehemu mbalimbali, waalimu, madriver, wafanyikazi wa serikali pia wapate nafasi katika majengo haya. Tuishi kama taifa lenye linakuheshimu. Mwenyezi Mungu, tunaombea kazi ambazo zinaendelea katika sehemu tofauti za Kenya.
hii 200 sehemu zote za Kenya. Tunawaombea wale wanafanya kazi kule, tunawaombea wale wanafanya mafundi na wale wote wasimamizi, tunawaombea Wakenya wale ambao wana contribute ama wanachangia kupitia kwa housing levy ndio iwezekane kazi hii. Uwabariki Mwenyezi Mungu, bariki kazi zao, bariki mikono yao ili waweze kuendelea kuchangia, ndio tuweze kuhakikisha kwamba Wakenya hawa wanapata bahati ya kuishi maisha mazuri na kuwaondoa katika maisha ya slamu. Mwenyezi Mungu, tunaomba uwe mwenyeji katika estate hii ili uweze kutupatia amani, uweze kutupatia umoja, mapenzi ya tande katika estate hii. Hawa watu wawe wamoja, hawa watu wawe wa nia moja na mpango mmoja, na Mwenyezi Mungu ubariki taifa letu na viongozi wote. Katika jina la Yesu tumeomba na sote tuseme amen. Seriously? Alice Wahome, hao watu waache kutupima ujinga. Because as it stands right now, Kenyans knows what is right and what is wrong. Let us stop this pretense. Alafu nasikia anaanza na hao watu ambao nimekuambia kwamba Wakenya si wenyewe ndio tuharibu, kwa sababu hakuna jinsi ambavyo according to nimeambiwa kwamba hao watu walilipo shilingi 1500. Sasa hii 1500 yenyewe I'm connecting, I'm trying to connect. Sasa hao watu wote ambao wamejaza hapa ikiwa wamelipwa 1500 ili waje tu wajaze hapo na wajifanye kwamba wamepewa nyumba. Alafu baada ya siku moja siku mbili, ngoja tu, baada ya siku moja siku mbili tutakuja kusikia yale mambo ambayo yanafanyika. Tutakuja kujua ukweli wa mambo. Nitakuwa na wewe hapa, nitakuletea uhondo hapa tu. Nitakuambia ni ukweli wa mambo, ukweli uliopo hapa kwenye channel hii. Waona watu wote ambao wamesijui Mkuru kwa Njenga mara sijui, na nitahakikisha kwamba nimepata mtu mmoja tu anieleze kama inawezekana. Hata nitajaribu mtazamaji. Nataka kuanza interviews. Nitajaribu juu chini nitafute mmoja tu kutoka Mkuru kwa Njenga na atueleze. There is no way, William Ruto should understand something. That there is no way of manipulating people. I thought that this issue of manipulation ended a long time ago. Lakini it's like ni kitu ambacho hakitawahi isha. You are manipulating citizens simply because alafu unaenda kwa wale watu ambao unajua wako pale chini. Auendi kwa wale wenye kujua, unaenda kwa wale wenye wako chini, wale watu ambao unajua kwamba they are very easy to intimidate, they are very easy to convince, they are very easy to tolerate your nonsense. Those are the people that you are running to, those are the people that you are going to, convincing them, and then you think that all Kenyans can abide or can buy what you're doing. Mtazamaji, ningependa nikupe nafasi kujiseme maoni. Nisikie maoni yako jinsi ambavyo unasema, na ningependa tutoane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana.